Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Na shukuru Yesu Kristo kwa siku ya leo, kwa sababu ya kupata nafasi tena kwa siku ya leo, kwa sababu ya kuleta kile ambacho niliwaambia kwamba tutapata kibali na tutaleta kile ambacho Bwana anataka sisi sote kupata kujua. Unajua, wakati huu ambao tuko nao ni wakati wa kuelewa ni jinsi gani unavyoabudu, mahali unapoabudu, nani anayekuongoza, hali yake ya kiroho ikoje hata kimwili. Kwa sababu tuko wakati ngumu, tena wakati wa mwisho ambako Bwana wetu Yesu Kristo anaweza akaja wakati wowote. Ndugu zangu, nashukuru sana kupata nafasi hii ya kuweza kuleta kipindi hiki sehemu yake ya 12 na anayeongea hapa ni mimi. Najua umesha nielewa mimi ni nani, lakini kwa wale ambao bado kuniona, Joel Eomba Londani hapa. Na shukuru Yesu Kristo, lakini pia nazidi kuwakaribisheni nyote katika kipindi hiki cha kuharibika kwa dunia, mahali ambako unapata mafundisho, mahali ambako unapata mafunuo nabii, mahali ambako unapata maonyo, mahali ambako unatengenezwa ili upate kujua jinsi ya kuwa Mkristo. Ili upate kujua jinsi ya kuwa Mkristo. Mambo haya ambayo ninawaleteeni ni mambo ya miaka 2-3 huko nyuma. Sikuwa naona na kutoa, hapana. Nilikuwa nayo hadi pale nitakapoanza kuambiliwa toa. Tuseme kama vile sehemu hii ya 12 ambayo waletea, sikuwa na mpango wa kutoa hii. Lakini asubuhi ndio niliona haya yamenirudia tena ambayo nakwenda kuyaongelea leo. Nikawa nakumbushwa yote nilikumbushwa asubuhi. Yote. Asubuhi kama mida saa 1 hivi, niko kitandani, sijaamka, sijatoka kitandani. Yote nikakumbuka. Lakini hata kama nilikumbushwa, mimi sikuwa na mpangilio wa kutoa haya. Nikakaa, unajua ni Friday, natoka kazini, wakati wangu wa kufanya kazi ya Bwana kafika. Nilichukua Biblia yangu hii hapa ili niongee na wana wa Mungu mawili machache kwa ajili ya kusoma neno, mafundisho, mahubiri. Kila Friday huwa nataka nifundishe. Lakini wakati nataka kufundisha ndio nikakatazwa, nikaambiwa kile ambacho ulichokumbushwa asubuhi au kukumbushwa kwa sababu ya kujua tu, ulikumbushwa kwa sababu upate kuambia watoto wa Mungu wapate kujua kile ambacho wanahitaji kujua. Nikasema basi nitafuata kwanza hiyo sauti, matakwa yangu ninayaweka kwa pembeni. Nikishamaliza kurekodi kipindi hiki ndio nitaingia katika mafundisho. Kwa hiyo ndio hivyo ndio tunavyoishi, na ndio hivyo kutembea na Yesu Kristo. Wakati ukipinga kifanye vya kwako, unaenda kinyume na Yesu Kristo, na tasomo kilubira alitagusa yoyote, alitakuwa na maana yoyote, alitatetemesha shetani. Kwa maana ni somo ambalo limeenda kinyume na vile Kristo anavyotaka. Watoto wa Mungu, leo tutagusia mambo ambayo yanaweza kukufanya wewe, kama wewe ni mlengwa huo, yanaweza kukufanya wewe labda kunichukia ama kunitoa kwenye TV yako. Lakini nakusii uyasikilize haya. Yatakuwa ni mkate wako katika safari. Yatakujenga na yatakufanya wewe kuokoka na hukumu inayokuja. Ni wapongezi wote walio share
Najua kipindi kile cha mtu wa Mungu kizuri sana. Nilikipenda kile kipindi. In fact vipindi vyote navipenda. Lakini kile ambacho na mimi nikinigusa kumbe ndio hivi. Yes. Wakati unasikiliza unaambiwa unaandika. Sometimes unakuja kupata uelewa unapoanza kuvitoa hivi kama ninavyotoa, unaanza unapata uelewa sana kushinda wakati unapokuwa unaona. Wakati unatoa, unakusoma, unatulia, na hata hivi unakuja kuvitoa, unatoa, unatulia. Sasa hongera kwa wale ambao walishare na wanaoendelea kushare na watakaoendelea kushare, wanao comment, wanao like, wanao subscribe. Wote na washukuru. Hata kama uliangalia tu lakini hukufanya chochote, lakini uliangalia pia na kushukuru. Unajua hiyo ndiyo support ambacho sisi hapa ama mimi hapa naiomba. Siombi hela. Hiyo ya hela hapana. Hivyo tunawachia wengine. Hizo ni karama zingine. Hapa karama yangu ni kushare. Na hiyo ndio support ninayoiomba. Share ili tupate watu wengi. Share ili tupate watu wengi. Leo tutazungumzia jambo ngumu la kusikitisha kwa ajili ya mwanadamu. Kwa hiyo nakukaribisha tena katika kipindi cha kuharibika kwa dunia. Alright, sawa. Ilikuwaje wakati naona kipindi hichi? Wakati naona kipindi hichi ndo wakati na ni siku ile ambayo habari ya Pape kule Italia ilivuma ya kwamba amekufa. Hata kwanza niangalie ama angalia wewe huko, tafuta wewe huko siku ambayo huyu Pape ambayo alikufa hivi karibuni mwaka uliopita, kama miaka miwili au mwaka mmoja uliopita huko nyuma, ndo siku ambayo mimi nilikuwa kwenye maombi. Niyo siku ndo niliyapokea haya ambayo nitakwenda kukuambia. Hiyo siku ilikuwaje sasa? Kwa hiyo siku ambayo Pape alikufa, mimi sikuwa na habari yoyote ya kwamba anaumwa ama amekufa. Niliingia kwenye maombi tu, nikafanya 24 hours, masaa 24. Samani napigiwa simu hapa. Nikafanya masaa 24 ya maombi, asubuhi, usiku hadi asubuhi. Sasa ilikuwa mida jioni. Wakati huo niko katika chumba hiki niko kwenye maombi. Nikaanza kuona mji. Huu mji ni kama vile Vatican, kama vile mji wa Roma. Lakini siwezi nikasema ni mji wa Roma, ila nasema ni kama vile mji wa Roma. Katika mji huo nikaona mtu anavaa mavazi meupe, lakini alikuwa ni Papa. Wakati naona huyo, nikaambiwa huyo ndiye Papa atakayechaguliwa kukomboa huyu ambaye yupo. Ndio nilivyoambiwa mimi. Yaani kuona hivyo na kuelewa hivi, huyu ndio Papa wa mpya ambaye atakayeongoza kanisa Katoliki. Sasa baada ya mimi kujua hivyo, nikaona huyu Papa ametoka na watu wanaingia naye, kama ilikuwa kanisa hili pande wangu mkono wa kushoto wa kulia, kama ninavyoonyesha mkono wangu wa kulia, wakaingia kama ilikuwa kanisa hili na watu wengine kwa ajili ya kufanya nini? Ya kuchagua Papa atakayekuja kuongoza kanisa Katoliki. Mkono wangu wa kushoto nikaona sasa image ya mambo yanayotendeka duniani. Nikaonyeshwa ule Papa ambaye nilikwambia alifariki, maana ile siku ambayo ilivuma amekufa, na ndiyo siku ambayo niko kwenye maombi nikaona ameanguka. Kwanza kabla ya kuanguka niliona anafundisha katika kanisa la Katoliki.
Wakati anafundisha nyuma yake kulikuwa mapepo hao wawili wa kiume. Wakati nilipoona mapepo kwa nyuma yake tu, nikajua mapepo walikuwa naye kwa muda mrefu wakisubiri yeye aanguke, alafu wao wamchukue waende naye. Sasa wakati naangalia wako ndani ya kanisa, nikaona papa yule ambaye amekufa hivi karibuni, ndio naongelea hapa. Ameanguka na amekufa, na wale mapepo kweli wakamchukua wakaenda naye. Nikaona wameenda naye, wameondoka naye. Na watu wamo ndani ya kanisa. Nikaona pale kama vile vurugu zinaingia. Lakini nikawa naonyeshwa sasa kanisa Katoliki. Katika hili kanisa Katoliki ambayo tunaongelea kwa sehemu ya kwanza, kwa maana maono yalikuwa na sehemu ya kwanza ambayo ilihusu kanisa Katoliki peke yake, na sehemu ya pili ambayo ilihusu kila mtu aishie duniani mwenye dhambi. Sasa wakati mimi naangalia, nikaona kwa nini watu wanapenda kanisa Katoliki. Ndio nilianza kuelewa kwa nini watu wanapenda kanisa Katoliki. Nikaja nikagundua kwenye maono wengi wanalikimbilia kanisa hilo na kutaka kukaa huko kwa sababu hawaonywi na wala wakemewi dhambi na matendo yao mabaya. Hiyo ni chanzo la kimbilio la watu wengi, na ndio maana wengi wamekaa huko. Lakini katika kanisa hilo ikawa naonyeshwa sasa watu walioingia huko kwa sababu ya intere ama faida zao za matendo yao, yani dhambi zao zisiwekwe wazi. Niliona wa lesbian, yani wasagaji wanapenda kuingia katika kanisa hilo kwa sababu wanapata support. Nikaona wa gay wanapenda kuingia katika kanisa hilo kwa sababu wanapata support. Acha kwanza tuangalie mambo ambayo Katoliki wana support na jinsi gani Biblia yetu ya Yesu Kristo inatuambia. Najua tukisoma katika kitabu cha Mambo ya Walawi, kama sidanganyiki, Mambo ya Walawi inatuambia mambo mazuri na matamu. Mambo ya Walawi inajua nayo inatuambia mambo mazuri. Ngana tafuta Mambo ya Walawi hapa tuone ni nini hasa. Tukisoma Mambo ya Walawi, acha tuangalie 18 ile. Acha tuangalie Mambo ya Walawi 18:22. Tukisoma Mambo ya Walawi 18, acha tuangalie. Mambo ya Walawi 18 na mstari wa 22 unasema hivi: usilale na mwanaume, mfano wa kulala na mwanamke ni machukizo. Kwa hiyo ndoa jinsia moja imekatazwa kulingana na Biblia. Lakini wale wa jinsia moja wanaofanya mapenzi ya jinsia moja, niliona waliomo katika kanisa hilo wanalipenda kanisa hilo kwa sababu hawakemewi na hiyo tendo. Ndoa ya jinsia moja inasapotiwa na kanisa hilo. Nikaona watu wanaweka tattoo na wamo ndani ya kanisa hilo. Nikaweka watu wake wawili, yani ndoa, yani mtu anaolewa eneo ya ndoa ya pili, anaoa mke wa pili, madivorce yanatendeka, lakini hakuna kukemewa katika kanisa hilo. Wakati sasa naona hayo, nikaona watu wengi wanalipenda kanisa kwa sababu ya kuwa na uhuru wanywaji wa pombe. Nilionyeshwa kwa ufupi, nilionyeshwa dhambi nyingi zinazosapotiwa na kanisa bila kukemewa, na huku watu wakizani ya kwamba wanaenda wanatumikia ama wanamwabudu Mungu. Sasa wakati mimi naona hayo, ndio hapo nilianza kushangaa na jinsi gani kanisa hilo lilivyo. Nikaanza kushangaa na jinsi gani kanisa hilo lilivyo. Baada ya kuona, nikaona wale ambao watu maarufu. Niliona mmoja alikuwa anaweka meno, ani maarufu, anaweka yale meno
Yule alikuwa msanii wa kidunia. Ile dhahabu kwenye meno, akaanza kungolewa na mashetani, wanamweka kwenye kansalaba wakangoa. Walikuwa watu wengi, lakini wao nimebatika tu kuona kwa vizuri, lakini kwa sababu kweli walikuwa watu wengi ambao wanapitishwa kwa mateso. Ikiwa kwa ufupi niseme tena hivi, ilikuwa naonyeshwa samani, Biblia inataka anguka. Ilikuwa naonyeshwa maisha haya ambao waliishi duniani na matatizo wanayokumbana nayo baada ya kutoka duniani. Ndio lilikuwa naonyeshwa katika maono haya wa watu waliomo katika kanisa Katoliki. Haya yaweza yakakufanya wewe mwenzangu unayosali katika kanisa hilo ukazali labda wachukiwa. Lakini nakwambia ukweli na kuonya ili upone kutoka katika dhambi ambayo unaweza ukajikuta umekwenda mahali pabaya bila kujua, ukizani uko mahali salama. Nakwambia ukweli. Sasa kilichonishangaza sio tu kwa sababu nimeona hivyo. Kilichonishangaza nikaona katikati ya mji kunapitika njia kubwa nene. Sasa nikawa naona hiyo njia iko na tunjia tungine tudogo ambako kunatoka huko na kule. Na hizo njia zote ndogo zote zinaleta watu kutoka duniani, kutoka huko na kule. Watu wote wanatoka ulimwengu duniani nzima. Wa Katoliki ndio nazungumzia sehemu ya kwanza, ilikuwa inahusu Katoliki. Na wao wanakuja kudumbukia katika hiyo njia pana, nene pana. Hiyo njia ilikuwa inanyooka, ni njia tu ya kwenda na uwezo karudi. Nikaona watu milioni ya watu wanazunguka watembea katika hiyo njia. Walitembea, lakini wakati wanatembea katika hiyo njia nikaona jambo la ajabu. Cha kwanza ni sikuona mwanzo huko ambako njia inatoka, bali niliona watu wanatoka huko na kwenda kule mbele ambako wanakwenda. Ndio lilionyeshwa sasa vizuri hao watu wanaotembea katika hiyo njia pana wanaishia wapi. Nikaona hao wote Wakatolika mbele yao wakati wanaenda kuna kitu kama geti hivi. Na kule mbele pale penye lango panawekwa sanamu ya Bikira Maria vile inavyochorwa hapa duniani, na ndivyo nilivyoiona huko. Vile wanavyofanya hapa duniani, na ndivyo nilivyoona kinasimama kwenye mlango. Cha ajabu, huo mlango ikaona unafunguka kama vile garage, yani unafunguka kwa kupanda juu hivi kama vile kinywa, kwa sababu ilifunguka hivi. Cha chini kilishuka chini na cha juu kilipanda juu, yani kama vile kilikata yule Bikira Maria mara mbili, akashuka chini ya kiwiliwili, nusu ya kiwiliwili na miguu, na nusu ya kiwiliwili na kichwa na mikono, vikapanda juu. Wale watu sasa ndio wakaruhusiwa kuanza kuingia katika huo mlango. Walipoingia katika huo mlango, ndugu yangu, haikuwa salama. Ulikuwa ni moto. Nikisema moto na maanisha moto. Kosa kubwa ya watu waliokwenda kule kutoweza kukemewa na kuambiliwa kweli, lakini kuabudu vibaya. Acha kwanza tuangalie Kumbukumbu la Torati. Tutasoma ile andiko, maana maandiko ni mengi, lakini tutasoma hili. Kumbukumbu la Torati 6:4 nasema hivi: sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu Bwana ndiye moja. Na acha tusome mstari wa 5: nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Unaona? Sasa kisa kubwa cha watu kupotea katika kanisa Katoliki niliona ni kuabudu vibaya Bikira Maria. Ndio waliokwenda kumkuta kule. Sanamu hiyo ndio iliyofunguka, lakini ndipo wafungukia ilikuwa ni kuangukia katika ziwa la moto. Niliona kwa sababu mahali ambako wanaanza kuingia ilikuwa kwa upande kidogo, ama kwa umbali kidogo, ili waingie kwenye ile ziwa lenyewe, lakini
Walipofunguka mlango ilikuwa kama vile tio, kama vile chube fulani imeumbwa kwa mviringo hivi, afu watu wanaingia huko kama barabara ya chini ya ardhi. Lakini kuanzia hapo ilikuwa ni moto, na moto ilikuwa na ukali. Niliona na ukali hadi vitu kama kamba ama kama vyuma vilikuwa ambavyo vinafunika hiyo njia kwa juu, ambako wanatembea huko kuingizwa huko kwenye moto. Ilikuwa karibia vipasuke na moto. Nikawa naona watu wanaingia, hakuna kabisa eti utarudi nyuma. Au wezi eti utarudi nyuma ukimbie, hakuna. Kwanza watu ni wengi. Wote wanaingia, ufika pale tu wanashangaa. Wanaingia ndani ya moto. Hiyo njia ikawa njia ya upotevuni kabisa. Kaona Wakatoliki wamehukumiwa kuingia katika ziwa la moto wa kosa hilo. Hiyo siku iliendelea. Maono haya yaliendelea, haya kukatika. Kosa la hao wa kwanza kuabudu vibaya. Katika hiyo njia pana na nene, ambayo kwanza tujaingia katika sehemu ya pili. Acha kwanza tuangalie Mathayo sura yake ya 7. Mathayo sura ya 7 tukisoma mstari wake wa 13. Anasema hivi. Acha tuangalie ni kwa Matendo ya Mitume tena. Samani homa leo inaona inanikamata. Homa inaniwinda. Muniombee tena. Wale walioniombea waniombee huko waliko, ili nipate kupona na hii homa. Unaona Mathayo sura 7 na mstari wa 13 unasema hivi. Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni pana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Unaona mlango mwembamba ama mlango mpana samani, na njia pana kubwa nene, ambayo hiyo njia pana ambayo nimesoma hapo. Tena nikawa naona watu ulimwenguni, watu wengi ulimwenguni. Kipindi cha Wakatoliki niliona kimepita, ni watu ambao sio Wakatoliki. Wakawa na wao wanakuja kama vile walivyokuwa wanatoka kila mahali katika ulimwengu wa Katoliki, na ndivyo walivyotoka hao wengine wasiokuwa Katoliki lakini wana madhambi. Wakawa wanatoka huko na kule, kutoka Afrika, kutoka Asia, wanangukia katika hiyo njia. Na wao walikuwa wengi kushinda wa Katoliki. Wakubwa kwa wadogo niliwaona. Watu walioheshimiwa duniani niliwaona. Watu walioheshimika, waliogusaela, warembo niliwaona. Zee kwa vijana niliwaona. Wanakuja na mili yao imesharibika. Mili yao inaoza. Wakati yao wanapokuja mili yao kuoza, hadi ile rangi, ile muonekano ulibadilika. Kwa sababu ni watu waliooza. Niliona ile image kwa sababu kuna kuanga zile clear image, unaona kama vile unaona daylight. Sasa niliona kama vile kuna rangi nyingine kwa sababu kuoza kwa watu. Lakini kitu kilichonishangaza katika watu wao wanapoingia katika njia hiyo kubwa ama pana ama nene, kila mtu alikuwa na CD mikononi mwake. Hicho ndio kilinishangaza. Kwa nini hao watu wako kila mtu na CD? Mkubwa yuko na CD, mdogo yuko na CD, mlemavu yuko, yani nikawa nashangaa. Ndio nikaambiwa ya kwamba hiyo CD ambao wako nayo katika mikono, hiyo CD hiyo ndiyo inawakilisha maisha na matendo walioyatenda na maisha walioyaishi katika dunia wakati ama kabla hawajafa. Kila kitu kiko recorded. Siku alipoingia duniani
hadi siku ulipotoka duniani. Acha kwanza tuangalie katika Zaburi 100 na ngapi ile? 139. Zaburi ya 139 tukisoma mstari wa 16. Unatupatia hiyo hayo maneno. 139 mstari wa 19 na 16 samani unasema hivi: macho yako yaliniona kabla sijakamilika, yani kabla sijaumbwa Mungu alinitambua. Chuoni mwako ziliandikwa zote, pia siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Daudi anaongelea juu ya hiyo CD niliyoiona. Siku niliyokuja duniani niliyotoka, matendo yako yote yako recorded katika CD hiyo. Kwa lugha nyingine, unaweza kuchukua hiyo CD ukaingiza kwenye disc player, na wao unaona jinsi gani ulivyokuwa unaiba, ulivyokuwa unatoa mimba, ulivyokuwa unafanya machafuko. Ndugu yangu, niliona wengine kwa sababu ya kutenda matendo machafu sana, migongo yao inavimba kama vile yuko na, katika lugha kibembe tunasema uumbe, kama yuko na uumbe vile. Wanapita na wao wote katika njia pana, wakaingia katika lile ziwa la moto sawasawa na Wakatoliki. Matendo ya mwanadamu, nikajua kweli mwanadamu anarekodiwa mwanzo hadi mwisho wa siku zake. Kweli mwanadamu anarekodiwa mwanzo hadi mwisho wa siku zake. Ndivyo ilivyokuwa siku hiyo. Sasa wakati namaliza kifungo, natoka kwenye kifungo tu, nakuja kukuta habari ya kwamba Papa wa Katoliki amekufa. Nikasema hii ni nini sasa? Nikawa najiuliza hii ni nini? Mimi haya yote nilikuwa nayaona wakati niko kwenye kifungo. Mimi kutoka tu nakuja kukuta hiyo habari, Papa amekufa. Unaona unarekodiwa, waweza ukajivuna na kujiona wewe ni mjanja, lakini matendo yako yanarekodiwa. Yakiwa ni mema ama mabaya yanarekodiwa. Yakiwa ni matendo ya kwenye ufichoni ama ya matendo uliyotenda watu wakiwa wanayaona, yanarekodiwa na CD ambayo imo ndani yako, wewe uko nayo, mimi niko nayo. Ndio maana nikaona ili andiko la Ufunuo, huyu Mungu wetu anatupenda na anatuandaa, isipokuwa sisi hatujui jinsi gani tunaandaliwa na huyu Mungu wetu. Ndio maana Ufunuo, matendo ya watakatifu yamekuwa recorded, yakambatana na watakatifu waliokufa. Na mimi nimeona matendo ya watenda dhambi imeambatana na watenda dhambi waliokufa. Ufunuo 14 mstari wa 13 anasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, na asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Wale waliokuwa watakatifu, na wao matendo yao yanaambatana nao. Wafu wanaokufa katika njia ya kidunia, hiyo sidia matendo yao ya maisha yao walioyaishi inaambatana nao hadi katika ziwa la moto. Watakatifu inaambatana nao hadi katika ufalme wa milele na kuishi maisha milele. Ndio maana nimesema usiachukie hapa, hata kama ni Katoliki, bali refresh, waza mara mbili, mara tatu kwa ajili ya kuabudu Mungu wako. Usiende kuzimu kwa sababu ya tamaa ya mtu fulani, bali okoa nafsi yako kwa kukataa machafuko na makanisa machafu. Utembee na Bwana wako Yesu Kristo na ukamwabudu. Na wewe ambao si Katoliki, maana nilionyeshwa Katoliki na wasiokuwa Katoliki pia na wako kuzimu, chunguza mwenendo, mipodo,
Ani mawazo ni maonyo yangu na nimeshamalizia hapo, ama maonyo mafunuo nimeshamalizia hapo, lakini nakupatia upate kufunguka akili kidogo. Ni podo mambo ya kidunia unajiandikisha mwenyewe matendo machafu. Siku ya mwisho ayataondoka, utasafiri nayo. Asanteni, ni imani umenielewa. Ni mimi Prophet Joel Eomba Ndondani kutoka Australia. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kazi yake ananitumikisha kila wakati. Uniombee ili kazi ambayo ina vitisho. Unaposema kweli utakuta vita ndio vinaongezeka sana kwa watu, kwa vitu vya kiroho. Inahitaji msaada wa maombi. Mungu natuombea tusirudi nyuma. Kama tunapata nafasi na kibali hiki cha kuwa tunaleta kila wakati, kunaleta mambo ambayo Mungu anaongea, ikiwa na maana ya kwamba Mungu anatupenda, anapenda mimi, anapenda wewe, na ili tupate kuanza tuendelee kuupata huu upendo wa Yesu Kristo. Naomba kabisa mwe mnanikumbuka na mimi kwenye maombi. Mnatukumbuka, sio mimi tu, watumishi wa Mungu wengine huko walioko wanapitia mambo mengi, mnawaombea ili tupate kuwa connected milele na milele na Yesu Kristo, na sote tukutane mbinguni. Ina imani mtatendea kazi hayo. Kama Vuali, watu nilipokuwa naumwa, kuna watu hapa walipiga simu na wakaomba kabisa, na imani na nikapona. Na imani pia hata hii yoma ambayo inakuja kwingine wataomba huko tena nitapona. Kwa hiyo hii kundi ama channel hii ni channel ya watakatifu, wanajeshi wa mbinguni, waombaji wanaotaka matakatifu. Kwa hiyo tuende pamoja tukiombeana na sote tupate kuingia mbinguni. Sawa. Asanteni sana ndugu zangu. Lakini pole kwa ndugu zangu wa Kongomani ambao wanapitia majanga kule kwetu East ya Kongo. Tunazidi kusema tu pole.